kweli. Endapo tutafika kwenye michuano ya penalty, tutegemee kitu gani kutoka kwa golikipa wetu? Maana golikipa ni mabusti. Kweli Kweli. Akisave mbili wote kwa na zawadi gani ambayo utampa? Nitamwandalia. Special. Ya. Ni siri. Secret. Okay, thank you. Mimi naendelea kuongea na mashabiki toka timu zote mbili. Naendelea fall for direct na Alliance Force. Habari? Mzuri. Mzima? Ndio. Okay, umesimamia engo gani na wewe ni mshabiki wa timu gani katika hizi timu mbili? Mimi ninachoamini ni kwamba D1 anakwenda kushinda. Hivi ni kipindi cha kwanza kimetoka sare. Vipi kipindi cha pili? Tutategemea kutoka nini kutoka kwenu Alliance? Sisi tunategemea tu kufunga. Tutambiane nani atatoka mshindi. Kipindi cha kwanza tumetoka sare, kipindi cha pili D1 lazima. Yaani ila ni nini lazima. Pande hii lazima tu. Lazima. Alliance Force kama Alliance. Leo mvua haijanyesha. Tutegemea kitu gani kutoka kwenu? Matokeo tu. Kwa gani? Yaani sisi hatuna engo kabisa. Tunakula vibe yetu. Mnakula nini? Sasa ubelungulungu natenda biyo bine na ubechuno tutoacho ichu ile vibe. Tunakula vibe. Unatenda mechi yacho bine na betuto mchule vibe. Mambo vipi? Mzima. Zazi. Yes, kama kawaida tupo katika uwanja wa zone ya 14. Mamba ni bulbul, Mamba ni fire. Katika finali ya kati ya D1 moja na Alliance Force. Niko na mademu kama unavyowaona. Dada, habari? Shega. Kama hivi Mishana hii. Eti? Hamna. Hivi kipindi cha kwanza mmetoka sare, kipindi cha pili unategemea nini? Ushindi lazima. Yeah. Hivi watazamaji wa US habari wa kutambua kama nani? Naitwa Regina. Yeah. Moja kati ya mashabiki ambao tulikwenda kuongea nao muda wa asubuhi katika kijiji cha M ya kwanza, walikwenda kuzungumza kwamba kocha ambaye amesimamia mechi ya leo ni shabiki wa D1 Umoja. Kwa hivyo kuna asilimia kubwa sana za D1 kuweza kutoka na ushindi hapa. Wanajidanganya hao. Kweli Kwa wewe tuwe na matumaini gani na unawaambia jamii ya Nyarugusu kitu gani? Si hapo ushindi lazima walai. Yaani ni uhakika. Hakika. Magoli ni kawaida lakini ushindi lazima. Endapo mtatoka sare mkifikia katika zile 90 dakika za mechi mkienda mapenalty, tutegemee kitu gani kutoka kwenu? Yaani hapo tu ni ushindi, hata wafanyeje, yaani hapa sisi tutashinda tu. Asante kwa muda wako. Asante. Poa. Nipo naendelea kupiga mwingi katika final kati ya D1 Umoja na Alliance Force. Niko na nani hapa? Niko na Mwamba Justy. So tutakwenda kusikia maoni yake juu ya mechi ya leo. Bwana, mambo? Shwari. Kizazi? Fresh kabisa. Mtazamo wako na mechi unavyoiona, nani atatoka na ushindi wa leo? Kisemesho kweli mimi ni wa D1. Kwa unasema lazima D1 tukue ubingwa. Kweli Yes. Hivi D1 ina vipengele gapi ambavyo unaviona kwamba ina uhakika wa kuweza kuchukua kombe hili? Cha kwanza na wachezaji bora. Wenye ubora zaidi, wenye kujua kupima. Hiyo ni kitu ambacho kinanifanya nione kama inaweza kuchukua ubingwa. Kwa sababu tena ni timu kubwa kambini. Yaani unaweza kulinganisha Bilombe nini, lakini hiyo ni kubwa. Yaani hiyo ndio iko juu ya zote. Yes. Lakini kipindi cha kwanza tumetoka sare na Teddy alafu namuona Lebo. Hawana chochote, hawajakuwa na mchango wote ambao wamekwenda kuchangia ndani ya timu. Wewe unatazani kocha afanye nini na afanye kitu gani cha mabadilisho ili timu iweze kunyakua ushindi? Hiyo watakuwa fresh kwa sababu unajua kwanza Lebo kule beki ambaye anamchunga anamzidilia nguvu zaidi. So kwa hivyo alivyoenda nje maybe anaweza wakawaambia unaweza kucheza hivi na akirudi anakuwa fresh wote wawili. Yes. Okay, basi neno moja kwa ajili ya timu yetu ya D1 Umoja. Nawatakia ushindi mwema timu yangu. Ushindi mwema kabisa. Okay, asante. Nilikuwa na Justin na nimemaliza naye kama hivi. Okay. Poa. Sasa niko na moja kati ya mashabiki toka timu ya The Force na wameboeka kiukweli, wamesema kwamba ushindi lazima uende D1. Twende tushuhudie ukweli kutoka kwao. Dada, mambo?
Poa. Uhakika? Salama kabisa. Ushindi ni lazima au? Ushindi ni lazima. Mbona unakaa umeboeka dadangu? Yes, kama hivyo unavyoendelea kuona kwamba wenyewe wamekubali ushindi utaenda lazima uende D1. Dada, kipindi cha kwanza nimetoka sare, kipindi cha pili tutegemea nini kutoka kwa Alliance? Yaani hapo mtegemee goli 2 tu tunasubiri. Na kuna golikipa wetu ambaye alikuwa anaitwa Sevo Mapena. Endapo tutafika katika hatua ya mapenalty, ni kitu gani tutegemee kutoka kwa Onana? Kufunga tu. Onana ni moja kati ya golikipa wa Alliance. Tutegemee nini? Atasave pena ngapi? Atasave zote. Kwa hiyo yeye ni nani? Yes, golikipa tu. Poa, kama hivi nimemaliza. Naona umeshikilia bendera. Yeah. Hivi nadhani kwa nini kipindi cha kwanza tumetoka sare na kipindi cha pili tutegemea kitu gani? Ushindi. Lazima. Yeah. Endapo kipindi cha kwanza kimepita, cha pili kikapita, tukaenda katika robo zile za dakika 30 za mwisho. Kipindi cha mapenalty kikafikia. Golikipa wetu ataweza kupangua goli ngapi? Sifahamu. Lakini tunamwamini? Yeah. Unamwamini kweli? Atapangua ngapi? Sijui, lakini anaweza kapangua tu. Ushindi ni ya uhakika kutoka kwenu? Ndio. Okay, hii bendera kwa nini umeishika? Sababu ni timu yangu. Kweli? Wewe ni mmoja kati ya wahusika gani na umesimamia engo gani upande wa mashabiki? Mimi ni shabiki tu, afu mimi ni mke wa Juere pia. Okay. Mchezaji gani? Januari. Yupo uwanjani? Hamna. Kwa nini? Anaumia, ndio maana ameumia uwanjani, mazoezini wapi? Uwanjani. Kweli? Pole. Asante. Yes sir. Bwana, mimi sina la ziada, niendelee kupiga story. Niko na brother hapa, tutakwenda kujua ni yeye kama yeye amesimamia engo gani katika mchuano wa final kati ya D1 moja na Alliance de Force. Mambo bro? Fresh. Kizazi. Kama kawa. Engo gani leo? Kawaida tu, mimi mtu wa D1. Mbona mashabiki wengi, umati wa watu wote wamesimamia engo hiyo? Fresh. So kwa sababu ni kitu kimoja hapa plaza. Yeah. Mimi nito yani timu sugu, ni timu ya Regideso. Hasa timu ya Alliance sijapendelea kuivile. Okay. Mimi nito wa Regideso ila napenda mimi napenda D1 ichukue ubingwa. Okay. Ndio. Kwa nini umependelea timu ya D1 iweze kuchukua ubingwa? Kwa sababu mimi sipendi mambo ya vurugu kwa sababu ya Alliance de Force. Isifike pale nyumbani pale Maomboi pale O1 yani kutumia kivile yani, ndio hivyo yani. Lakini moja kati ya hizi timu mbili ni timu ipi ambayo inaonekana kuwa na misingi mizuri ya kuweza kufuzu wachezaji wazuri? Hadi kipindi cha kwanza, kipindi cha kwanza ilikuwa D1, lakini kipindi cha pili ni Alliance de Force. Sasa hii mechi kama mechi yani dakika 90 tu. Okay. Dakika 90 ndio tutapata ushindi kamilifu. Ndio hivyo. Na endapo dakika 90 zote za mechi zikatoka sare, ni kitu gani tutegemee kutoka kwenye timu ya D1? Ni kitu kizuri tu kwa sababu ushindi lazima kwa timu ya D1. Okay. Yani D1 itachukua ubingwa. Neno moja kwa mashabiki. Naomba kwa mashabiki wategemee kitu kimoja kwa sababu ni kitu kimoja, D1 itachukua ubingwa. Yeah. Yani washabiki wa tayari kusherekea kwa na vibe kama na vibe. Okay. Vitu amazing sana yani. Yes, watachukua bingwa D1. Yeah. Okay. Tukuita nani? Mimi naitwa Valencia Shop. Okay, Valencia Shop. Niseme thank you. Yes, nipo katika meza ya mzee ambaye anafanya vizuri katika mechi zetu za hapa kambini Nyarugusu, na leo tupo naye final ya D1 moja na Alliance de Force. Mzee, mambo vipi? Mambo vipi? Mambo vipi? Mzima? Kizazi? Zazi. Hivi ukitazama soko la leo na soko ambazo unakutana nazo katika mechi za kawaida liko vipi? Kwa sababu biashara yangu ni mbaya, nauza mavi. Nauzaga mavi. Mavi ni mbolea, mavi ni mbolea. Biashara ya mavi.
Mzee, katika mechi ya leo mtazamo wako uko vipi kati ya D1 Umoja na Alliance de Force? Kwanza sijaona hata mpira mmoja. Niko hapo kwenye biashara. Nauza Jojo, kada sio promotion pindua. Hivi kati ya wanaume na wanawake ni wanani ambao wananunua sana Jojo? Wanaonunua sana ni wanaume, wanawake wanakuwa na pesa. Si wanaongwa tu. Wanaongwaga. Hata Zulu ashaonga mmoja hapo. Hata Zulu. Na hivi unategemea ni nani ambaye anyauke na ushindi wa leo? Niko D1 bwana, niko D1. Upo D1? Mimi ni D1 Umoja. Lakini kwa asilimia kubwa sana unaishi katika kijiji cha J1 ya kwanza. Abeye. Okay. Naishi Abeye. Na kwa nini unashabikia D1 Umoja? Nashabikia D1 Umoja kwa sababu ni timu ya nyumbani. Okay. Timu ya nyumbani. Neno moja kwa timu ya D1. Ushindi lazima D1. Okay, kizazi mwanangu. Alright, leo niko na CEO wa Alexander kama kawa, na leo nimemkuta wapi? Uwanjani huku. Tutakwenda kujua yeye leo amesimamia engo gani katika ushabiki wa final kati ya Alliance de Force na D1 Umoja. Mambo bro? Poa. Kizazi? Unyama. Kawaida nini? Unyama kabisa. Naona umetupia moja kati ya dollars ya cheni. Kawaida tu hiyo ndugu yangu. Kweli eh? Yeah. Kipindi cha kwanza kimekwenda kumalizika sare. Cha pili tutegemee wanani watakuja kuchukua ushindi. Kama kisi navyoona mchezo ni mgumu sana. Okay. Mimi nategemea kabisa mpaka watafika mapena. Ndio mshindi anaonekana. Lakini wewe kama wewe kwa mtazamo wako wa kisoka, mtazamo wako ni nani ambaye atakwenda kutoa na ushindi huu? Kwa sasa hivi ni ngumu. Ni ngumu kwa sababu bado mpira unachezwa. Okay. Yeah. Lakini umesimamia engo gani? Umesimamia engo gani? Engo gani? Pande zote tupo, unajua tena. Kizazi mwanangu. Yeah. Okay, basi neno moja kati ya mashabiki wote wa timu zote mbili. Unawatakia nini? Cha kwanza nawapenda, lakini pia wajipatie matumaini. Kwa sababu unajua siku zote wasemaga kuwa mpira ni kiviringo. Kwa maana mpira ni kiviringo, yani kitu ambacho hakitabiriki. Kwa kinatabirika wakati ukisikia ile filimbi ya mwisho ile kuwa mechi imekwisha, basi ndio tunajua mshindi ni nani. Basi niseme tu neno la mwisho kwa ajili ya USA habari, lakini pia final yetu naitakia nini? Nitaanza na USA habari, na wasalimu sana, nawapenda sana kwa kuweza kufanya kitu kama na hichi. Okay. Kwa nitawashauri sana tu tupambane. Kazi hii naomba kupambana. Lakini pia kutokana na final leo napenda sana kwa sababu tunategemea tunaelewa kuwa final kama final labda tutasikia ajali, labda watu kugombana, lakini kwa leo sijaona kitu kama na hicho. Kwa final uko vizuri, tunaomba yule ambaye atapata ushindi basi Mungu ambariki na aweze kufurahi. Okay, asante kwa muda wako. Asante sana. Okay, thank you. Nilikuwa na nani? Na CEO toka Alexander. Na mimi niite Bembe kama Bembe wengine. Thank you. Yeza Bripo, kama unavyoendelea kuona niko na Bosco Strap, Yeza nyota wa Afrika. Hiyo ni moja kati ya majina yake, na leo nimemfuma katika final ya D1 Umoja na Alliance de Force. Mambo bro? Poa. Kama kaa. Okay, toka Makabe sasa hivi umehamia kijiji jirani. So umesimamia engo gani katika final? Final sina mtazamo, niseme nimekuja kuangalia tu. Lakini atashinda ndo huyo. Lakini kipindi cha kwanza wote wametoka sare. So kipindi cha pili tutegemee kitu gani? Kipindi cha pili first mimi sijaona mpira ujue. Sijaangalia. Baada kuona umati watu ni wengi sana, so sijapata nafasi. Okay. Nipo hapa nasubiri matokeo tu labda. Niseme hivyo. Lakini niangazie katika kazi yako bro. Kimya kidogo kimetawala na clue zima yako ya chuo nisijue kiu nini pale yote iko kimya. Why? Kitu gani kime happen? Swala zima la USB for life mimi nipo na kundi bado lipo kwa sababu sijafa. And of course mimi kwa kimya niseme kwamba fans waelewe kwamba kuna vitu ambavyo naandaa. So wawe na moyo wa subira. Naamini kwamba suni nakuja kivikali zaidi. Bosco kama Bosco atarudi muda si mwingi. So wakae watazamie mazuri zaidi kutoka kwangu. Of course. Lakini kwa mtazamo wako kati ya timu zote ambazo tuko hapa zinafuzu hii final, nani ambao kwa upande wako unampatia percentage za kuchukua kombe hii? Kwa upande wangu mimi naweza nikasema labda mtani wangu afaulu, naweza nikapenda. Alliance akifaulu afadhali kidogo. Maana si watani. So sitaki walie hivyo. Okay, asante. Yes. It's a big up son bro. Thank you for our time, so appreciate that. Asante sana pia. Okay nigga. Okay. Yeah.
Okay, yes niko na tunaendelea kuongea na mashabiki toka pande zote mbili, na leo nipo na moja kati ya shabiki ambaye tutakwenda kujua amesimamia engo gani. Mambo bro? Safi. Uzima? Sure. Hivi umesimamia engo gani? Nimesimamia engo mbili. Engo ya kwanza alianza kushinda, ila diwani akishinda nitapata pesa sana. Wape watu ambao wanakutazama moja kati ya picha sahihi kati ya hizo mbili. Kati ya picha sahihi ni diwani kushinda. Why diwani? Kwa sababu diwani wana nguvu alafu wana mshikamano wa kijiji. Kweli Alafu nimezunguka toka juzi diwani, kulikuwa bonge la doria ambalo hajawahi kutokea kambini. Unadhani kitu gani ambacho kimefanya mashabiki kuwa na doria kali kama ile? Ushirikina tu, kujisumbua. Kweli ushirikina, maana mpira unachezeka ni uwanjani, nyumbani ni vurugu. Kweli Kwa tutegemea nini kipindi cha pili? Kipindi cha pili wenda watenda penati, kwa sababu diwani ndo na uhakika penati wanaweza wakashinda. Kweli Na tofauti na hapo? Tofauti na hapo inawezekana Alliance na Mayo wamefika finali ni misimu mitatu sasa, ni finali wanafika Alliance. Lenyewe ni timu kubwa, imejitahidi, imeperform sana. Inawezekana. Yes sir. Okay, naendelea kuchapa rapa. Poa brother. Kizazi? Unyama kaka. Bro, hivi leo sisi Makabe hatupo katika ligi. Yeza tumetoka katika hatua ya 16 bora. Unategemea ni nani atakwenda kunyakua ushindi wa leo? Ushindi wa leo bro. Sijana utabiri mzee. Maana wanakuambia mpira ni kiviringo. Lakini watani wa jadi wameweza kufika final, na ni kitu gani ambacho unawatakia watani wa jadi wenu? Bro, nawatakia ushindi mwema bro. Kwa pande yako? Hata mimi natakia ushindi mwema brother. Tutazame kipindi cha kwanza kimetoka sare, kipindi cha pili tutegemea nini kutoka kwa watani wetu? Bro, yani inategemea. Inategemea kabisa. Ni kama gisi Alliance anaweza kashinda, ni kama gisi Diwani anaweza kashinda, ndio gisi tunavyodiria. Lakini kwa nini timu yetu ya Makabe Asili haifiki katika hatua hizi? Mimi naweza kuongea ni kwa sababu ya kamati ya Makabe sometimes inachoka sana. Unajua kwa nini? Kamati ya Makabe inachoka kwa sababu ukiangalia hawakagui kwa sababu gani Makabe wana wachezaji wazuri, hawafiki sehemu nzuri. Hapo ingekuwa vizuri kamati ya Makabe wakague. Kwa nini sisi tuna wachezaji wazuri afu hatufiki sehemu nzuri? Kwa hapo mimi naweza kulaumu kamati ya Makabe. Ndio hivyo brother. Yeza anataka kuongea na madogo kutoka timu ya Makabe Asili, na hivi naendelea kuchapa hapa kama hivi. Yeza. Penalty. Golikipa wenu atakuwa yupo imara kupangua kwa penalty ngapi? Ndio, niko na golikipa mzuri, atapangua tu. Uhakika. Lakini moja kati ya mashabiki watoka pale kwenu wamezungumza kwamba kocha ametoka D1 alafu ni shabiki wa D1 na alikuwa kocha wa D1. Kwa hiyo kuna kila sababu ya nyinyi kuweza kushindwa kuchukua kombe hili. Hapana. Mwenyewe alikuwa kocha wa D1. Akaja kwa Alliance. Hivi lazima ushindi wewe kwa Alliance. Ndio. Hivi unadhani kuna tofauti gani ambazo kocha atakwenda kuzionyesha baada ya mechi? Lazima wasaliti. Maana chakua huku. Hawezi kataka huku aibike kuliko kule. Lazima wasaliti. Nikiamia pande hii ya D1. Hivi kocha ambaye amesimamia final ya leo na amefikisha Alliance de Force katika final, alikuwa kocha wao kipindi cha nyuma. Hivi anategemea ni kitu gani ambacho atakwenda kukifanya kwa ajili ya timu ya D1? Mimi sijui katika kwa sababu mimi kocha mwenyewe ndio hivyo. Tangu wanaye match sijamwona kocha sasa kitu kile ni hivyo nikimwona anapita tu, akimwona anapita. Sasa mimi kitu kile maana na mimi sijui. Lakini kwa upande wa soka ni kitu gani ambacho unafikiria kitafanyika baada ya kocha kusimama pande ile Alliance? Sijui. Sijui. Okay, wape mashabiki neno moja wa D1. Mashabiki wawe na amani, lazima kombe tunaichukua. Neno moja kwa ajili ya mashabiki wa Alliance de Force. Mashabiki wa Alliance wao tuna hela za kupiga bishada. Lazima hapo ushindi ni lazima. Mimi sina la ziada, niseme bye bye. Yes sir, kama niko na shabiki kutoka timu ya Alliance de Force. Mambo? Poa, mzima? Yes sir. Mambo asemaje? Niko poa kabisa, mzima wa afya. Kama nakuwa na upo serious na match bro, nini kime happen? So mimi nipo serious brother. Nipo serious na match. Mimi najua hapa ni uhakika tunashinda finali. Wana de Force kabisa. Yes sir. Okay, ndo nimemaliza. Unaweza kaoja afu tena sijui ni kujibu.
Hivi kipindi cha kwanza kimekwenda kutoka, tumetoka sare, lakini kipindi cha pili imefikia ni dakika ya 60 na hatujapata ushindi. Tutegemea kitu gani kutoka kwenu? So msijali, twende kwenye pena, tusiende kwenye pena. Yaani mjue kwenye Alliance de Force, mimi ni mwananchi kabisa, chama la wana. Yaani hapa tunashinda, wafanyeje walale. Na waamke, ni ushindi tu, na lide italala, Alliance inatusua. Lakini moja kati ya vitu tunategemea kuviona katika timu ya D1 Umoja ni mvua. Leo hakuna mvua, amani ipo. Sasa nini tutegemea kutoka kwenu sasa timu kama timu ya Alliance de Force? Umeuliza vizuri sana. Mimi ni mwanachama, alafu ukipenda kuniona nikute pale M1. Mimi ni mwanamchi kabisa wa M1 kabisa. Kariakoo pale utanipata. Mwanangu, mbona umegeuza bendera hii? Hii bendera nimegeuza japo waone kidogo. Waone kidogo, so shida nini? Subiri waone kwa umbali na kwa rahisi zaidi. Okay. So nataka kusema hivi, ushinde ni lazima kwa M1. Ndio. Ushinde ni lazima. Wakatae wasikatae watalala. Mtaniamini. Lakini endapo tutatoka sare katika dakika 90 za mechi, tutegemea nini sasa katika ile mikwaju ya penalty kutoka kwenye timu yenu? Okay, hamna shida. Mimi najiamini bro. Usidhani nimekuja hapa mpaka nije na kibendera hichi, sijiamini. Mimi najiamini. Twende kwenye pena, tusiende kwenye penalty. Sisi tunapita, muone uhalali na uhakika. Sisi tunapita. Mimi sio mshamba. Najiamini man. Okay, asante. Okay, poa, hamna shida. Kwa jina mimi naitwa EMR. Ukifupi, yani ukirefusha naitwa Imara. Usijali, tuko pamoja. Okay, asante kwa muda wako bro. Haina shida bro. Sasa, mambo? Poa. Kawaida? Kawaida. Kipindi cha kwanza tumetoka sare, kipindi cha pili tutegemee. Unasemaje? Kipindi cha kwanza tumetoka sare, kipindi cha pili tutegemee kitu gani? Sare hivyo yani. Hivyo. Hamna, yani nataka tupige bao kabisa. Mmoja kati ya mashabiki tuliongea nao nyumbani walisema kwamba uhakika ni goli 2. Na kipindi cha kwanza kimetoka sare, kipindi cha pili tutegemee kitu gani kutoka kwenu? Yaani tunategemea goli 2 kabisa. Na endapo kipindi cha pili kikamalizika sare vile na nyongeza ya timu ya Afren ambayo inakuwa prolongation zikatoka na zenyewe sare, golikipa wote atasave penalty ngapi? 2. Kweli? Uhakika? Upo. Hivi endapo tukichukua ushindi wa leo, ni mchezaji gani ambao utaamua kucelebrate naye leo? Wote tu, yani wote ni wachezaji, yani inawezekana wote. Muongo yeye. Dada, endapo leo tukabahatika kuchukua ushindi wa leo, ni mchezaji gani na nani ambao utaamua kucelebrate naye? Sina kwa kweli. Una? Kweli? Kweli. Umesimamia engo gani? D1. Kipindi cha kwanza 0. Kipindi cha pili tutegemee? Hapana, kuna 0 hapo. Kweli? Kweli. Endapo tutafika kwenye michuano ya penalty, tutegemee kitu gani kutoka kwa golikipa wetu? Golikipa. Kwa ni mabusi tu. Kweli Kweli. Akisave 2 wote kwa zawadi gani ambayo utampa? Nitamwandalia. Special. Ni siri. Secret. Okay, thank you. Mimi naendelea kuongea na mashabiki toka timu zote mbili. Naendelea fall for direct. Yes, kama naendelea kuongea na mashabiki toka timu ya Alliance de Force. Kama hivyo unavyomuona napo na dada OG. Dada, mambo? Kawaida? Hivi ni kipindi cha kwanza kimetoka sare. Vipi kipindi cha pili? Tutategemea kutoka nini kutoka kwenu Alliance? Sisi tunategemea tu kufunga. Kufunga? Ni mchezaji gani ambaye unamwamini kwamba atatoka na goli ndani ya uwanja? Wote ule tu. Kwa sababu wote mimi nawaamini na wote mimi ni wachezaji wangu ambao nawaamini, yoyote ule anaweza kutoka na goli. Lakini tuangalie kocha Mikalosi akuweza kusimamia ligi mechi ya leo. Lakini kocha ambaye amesimamia ni moja kati ya makocha ambao alitoka katika timu ya D1 Umoja. Hivyo nafikiria ni nini ambacho kocha wewe atakwenda kukifanya?
Yani atakwenda kufanya cha maana. Kweli eh? Ya, kwa namwamini. Mnamwamini? Na endapo tutafika katika hatua ya mikwaju ya penalty, golikipa wetu Onana atasave penalty ngapi? Huyo ambaye yupo tu uwanjani. Ni ngapi ambazo atakwenda kuzisave? 4 hivi. 4? Ya. Tukuite nani? Eh? Tukuite nani? Acha uliza swali mingi bwana. Tumuite nani? Tukuite nani? Rina Queen. Yeah. Oh yeah, thank you. Asante. Okay, endelea kulifollow. Yes, mambo vipi bro? Sana blaza. Mzima? Kama kawa. Kweli dada, mambo? Poa. Kizazi? Mzima. Naona mmeongozana katika boda ya King Lion bro. Yeah. Hivi umesimamia engo gani kati ya hizo timu mbili? Ndo nini ile tulikuwa tuzibakwa tena nisha sawa. Alliance. Wewe ni wa Alliance? Yeah. Unaishi wapi? Naishi King. Lakini shabiki wa Alliance. Kwa nini umeamua kushabiki Alliance wakati mtetezi yupo? Mimi ni mshabiki wa mtetezi, lakini kwa leo nashabikia Alliance kwa sababu mtetezi ana kwenye ligi. Kwa nini umeamua hivyo na huyu ambaye umeongozana nani? Ni de. Huyu hapa, huyu RJ ni nani wako? Ni nani yangu? Muulize hata kwambia. Yes bro, RJ. Huyu ambaye umeongozana nani nani wako? Use mke wangu blaza. Mke wako? Yes, ndio mke wangu. Zazi ukweli? Hakika blaza. Au umesimamia engo gani leo? Mimi ni mtu wa Alliance. The Force. Kabisa. Uhakika wa goli ngapi uwanjani? La, kusema goli kwa siku ya leo sidhani kama watafungana. Labda nani watafikia hadi mapenalty, wakishafika mapenalty afu kuna umoja wao watashinda. Sio kufungana. Lakini tegemezi lako liko wapi zaidi? Tegemezi langu kivipi yani? Tegemezi gani? Yaani katika ushindi wa leo, tegemezi lako liko wapi ambako? Alliance ni lazima. Lazima. Hatushindwi na kitu blaza. Okay, neno moja kwa bebe wako? Nampenda sana. Bebe. Oya. Neno moja kwa ajili ya huyu ambao kuongezana naye. Nampenda sana. Okay, thank you. Neno moja kwa ajili ya huyu anawabeba? Okay, Sandre. Yes, kama unavyoendelea kumuona ni mmoja kati ya mashabiki ambao wanaendelea kushabikia timu ambazo ziko hapa kwetu. Kwa hiyo tutataka kujua yamesimamia engo gani. Dada mambo? Poa. Mzima? Mzima. Naona Brazil kwenye kifua chako. Wewe ni mtu wa Brazil ama mtu wa Kongo? Mimi ni mshabiki wao tu. Shabiki wao? Leo final wewe umesimamia engo gani? Alliance. The Force. Unategemea nini kutoka kwao? Nataka wafunge. Wataka wafunge? Endapo wasipofunga nini ambacho wewe utakwenda kukiamua kama mshabiki sugu? Acha kusema hivyo kakaangu, lazima wafunge. Na endapo watafunga ni nini ambacho utawapa mashabiki wachezaji wa Alliance The Force? Na zawadi yao. Ipi? Siwezi nikaiongelea hapa. Taja. Siwezi. Neno moja kwa ajili ya mashabiki na timu nzima ya Alliance The Force. Mimi nataka tufunge tu. Tukuite nani? Mimi naitwa Angel. Angel? Una miaka mingapi? 12. 12? Wewe ni mtoto wa 2000 na ngapi? Mimi 2008. 2008. Hivi mapigo haya wazazi wanaruhusu kutoka nayo nyumbani? Wanaruhusu. Wanaruhusu? Na hiyo pipi nani amekuonga? Nimenunua peke yangu. Kwa hela gani? Kwa hela zangu. Zako? Asante kwa muda wako. Asante kwa muda wako. Haya. Okay. Yes, kama niko na machizi wawili kama unavyoendelea kuwaona. Mambo bro? Poa. No biben. Mimi ni Bembe kama Bembe wengine. Ubibembe la babembe wengine. Yes sir. Sawa, ini chubuchuelo ndugu chana. Okay, pande hii. Mimi ni toka Star Kongo, yeye ndo eloto vile, yeye ndo eloto. Yeye ndo eloto. Eloto. Ya tupo katika final ya D1 moja na Alliance The Force. Nyinyi kama nyinyi timu hii mmesimamia engo gani? Yaani sisi hatuna engo kabisa. Tunakula vibe yetu. Mnakula nini? Sasa ubelungulungu natinda biyo bine na ubechuno tutwacho itu ile vibe. Tunakula vibe. Unatinda mechi yacho bine na betuto muchule vibe. Si tuko kwenye mpira. Yes sir. Lakini moja ya vitu ambavyo mmeshikilia ni vitu gani? Hapa tunakula muogo. Alafu kwa upande hii naona kwa shavu moja katika mkono wa kulia
kuna ndevu, huku hakuna. Why? Imekujaje? Nilizeekaka. Huu upande nikazeeka, huu mwingine nikabaki kiana yani. Oh my God. Nani oh my love nani? Yeye ndo anajua vingine huyu. Okay bro, hebu kwa mtazamo wako na ulivyotazama mechi, kwa upande wako unatazama ni timu gani ambayo tutatoka washindi katika hii final? Mi kwa hii kipindi mimi niko taona nani maana ni UAE ile nyingine ile banitaga Alliance de Force. Iwe mani ile Alliance de Force na ndugu zangu bote ba M23 bote bako ona nyita shinda. Sijui tunakwambia. Okay, kwa mtazamo wenu nyote wawili ni timu gani ambayo itanyakua ushindi wa leo? Washindi wa leo hatuyayua, maana tuyaona mechi gisi iko naenda. Mimi ndugu zangu, kwa mtazamo wa leo, mtazamacho wa leo gisi kimwe nitafunga watazamaji wa leo. Kunje itafunga ni Alliance de Force. Hapana, inaweza ikawa tulia ukile tuli no huyu inaweza ikawa kumbe umenutuma na osenye mwenu vibe yani wewe. Yes, ura kama so we know what bro, tuko na vicheche kwa wawili wakiwa wameshikilia miogo, wazee wa burudani, wazee wa vikapu. Mimi ni Simon Bembe, naendelea kupiga mwingi chao, sina ziada, naendelea kuzunguka